ya Simba taarifa yao ilikuwa hawatocheza dabi yoyote tofauti na tarehe 15 na mamlaka imeshatangaza dabi ni tarehe 25 na Simba wamekiri wanaenda kucheza. Wilson John Oruma, viongozi wa Simba ni wanyonge ama ni waelevu wenye busara zaidi wameamua kutumia kimoja hapo? Tuondoke na lipi? Ni wanyonge wamekubali kinyonge au wana busara wanajua namna mpira unaendeshwa? Mimi I believe kwa sababu jambo lenyewe pia limemalizwa kwa busara. So mnachokiona pia viongozi wa Simba wameamua watumie busara. Sio? Kwa sababu everyone alikuwa anasubiri kwamba labda football ingechukua njia yake na maamuzi yangeweza kupatikana kwa kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini kwa sababu mwafaka ulikuwa hupatikani na busara imetumika, nafikiri na viongozi wa Simba wenyewe wameamua pia waweze kutumia busara. Lakini kwa hayo ambayo yanazungumzwa, ambayo Kachero ameagusia, kwa mfano ukiwasikiliza mashabiki wanasema kwa hiki ambacho kimetokea, sio wao wako tayari hata kusikia kwamba viongozi wao timu hawaipeleki kiwanjani tarehe 25. Yes, wanasema wako tayari kama ni kunyang'anywa pointi 18 hizo, kwa maana pointi 3 kiwanjani, pointi 15 za kikanuni, wanasema wako tayari, kwa sababu mwisho wa siku hata ile nafasi yao ya kimataifa still bado itaendelea kubaki pale pale. Umeelewa? Na wanaanza kusema viongozi kama wakipeleka timu, maana yake ni kwamba wameshindwa kuheshimu wao kama mashabiki. Umeelewa? So hiko ndo ambacho kinaendelea. Kwa hiyo busara imetumika, viongozi wa Simba kama mpaka sasa umesoma kwenye page bado hawajafanya comeback, hakijasemwa chochote, lakini mwenyekiti anasema wao ni timu ya mpira wa miguu. Umeelewa? Na kwa sababu mamlaka zimetaja tarehe ya kuchezwa huo mchezo, wako tayari kwenda kucheza. Lakini kwa upande wa mashabiki, wao ndo hawataki kusikia swala kuambiwa kwamba tunakwenda kucheza. Kwa ni kiongozi mkubwa wa timu, si mwenyekiti akishamaliza ngoma inapigwa tarehe 25, tuendeni uwanjani, busara iendelee kutumika kwa faida ya mpira wa Tanzania. Of course wao watapeleka, lakini lazima ukumbuke kwamba yeye ni mwenyekiti ambaye yuko pale kwa niaba ya wanachama. Sio, unakumbuka huyu ni kiongozi wa kuchaguliwa. Sasa yeye sio mchagua. Yeye anaona njia nzuri ndio hii, nimeshaiamua. Nyinyi si mmechagua mkaniamini. Mimi njia nzuri ni hii, tukacheze mpira tarehe 25. Yeye anayajua mengi, ndio maana mtu mzima akamaliza. Tukacheze mpira tarehe 25.